wanaenda kumuonesha mtoto aliyekufa. Na msaada bila kwa Mama Samia. Magoda mkuu wa mkoa, Mama tusaidie, Shogambo tumenyanyasa. Bauti wao wametubadilishia mtoto, wametubadilishia mtoto wasiwasi, na watakuwa wanajiamini na bado mtoto yuko pale. Nimeenda kwa Fande Maeta, amenisaidia, ametuma ni maskari kule Mount Meru. Ametuma Mount Meru maskari, wamechukua DNA, lakini mtoto hatuna mtoto, naomba mama. Nikana na uchungu nipo dini, nasema bwana mimi silete mtoto wangu na kwenye odi nzima watoto wanao. Nikamwambia daktari mimi namtaka mtoto wangu, akasema hapo kwenye chumba cha joto. Nikasema hivi mtoto wangu kwani alikuwa na mwanene, akati sijaambiwa kule sieta anapofanya operation na mtoto wangu ni mzima kabisa na nililetea hapa. Baada ya malalamiko hayo, ufafanuzi kuhusu mzazi anayedaiwa kubadilishiwa mtoto ikatolewa, ambapo leo Aprili 2, 2025 taarifa ya Wizara ya Afya inaeleza kwamba inapenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya mkazi wa daraja 2 mkoani Arusha Bi Neema Kilugala aliyejifungua kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru tarehe 24 Machi 2025. Bi Neema anadai kuwa baada ya kujifungua alionyeshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima. Hata hivyo aligundua kuwa amebadilishiwa mtoto wake baada ya kuletewa mtoto akiwa amefungwa na vitenge ambavyo sio vya kwake. Muuguzi wa hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya kitenge na vya mtoto mwingine, hivyo akaahidi kwenda kubadilisha pamoja na kuchukua hatua hiyo. Bado kulikuwa na hali ya sintofahamu. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Katibu Tawala mkoa wa Arusha pamoja na jeshi la polisi limechukua hatua zifuatazo. 1. Kuchukua sampuli za wazazi waliojifungua kipindi hicho pamoja na za watoto kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba DNA katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. 2. Kumsimamisha kazi muuguzi aliyemhudumia ili kupisha uchunguzi. Baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa rasmi zitatolewa na hatua sahihi zitachukuliwa. Taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Roida Andusamile. Naitwa Neema Adam Kilugala. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, nilikuwa nasikia kizunguzungu. Mama kanyoesha hospitali ya Mount Meru pale. Nilipoenda Mount Meru nikaenda kuangaliwa na madaktari. Walivyoniangalia nikaenda kupigwa ultrasound, ikaonekana mimba yangu ina siku 39, kwa hivyo natakiwa kufanywa upasuaji. Daktari akaniandikia kwamba nitafanywa siku ya tarehe 21 upasuaji, nitaingia kwenye operation. Tulivyoenda kule labor ward ambapo ndo nilifikishwa na wale daktari mmoja kwa jina sifahamu, akawaambia wale wa pale odini kwamba huyu anatakiwa kuingia kwenye operation kesho. Wale wakasema kwamba hayupo kwenye listi, kwa hiyo wakimalizika wale wengine kama itatokea nafasi nyingine ya kuingiza mtu mwingine ataniingiza. Watu wakamalizika hiyo siku ya Ijumaa. Walivyomalizika mimi ndo nikaambiwa kwamba mwambie mama kwamba alete vifaa, bila vifaa sitaweza kufanywa operation. Ndipo mama nikampigia simu nikampa taarifa hizo. Mama akasema sawa, ngoja niangalie, nitakuja hapo. Mama akaja pale, ndo vitu vya operation vikaletwa. Vilivyoletwa nikavalishwa kila kitu hadi nikapelekwa kule theater. Nikachoma na zile sindano za magnesium, kila kitu nilishachoma, nikapelekwa kule theater hiyo siku ya Ijumaa, ila sikufanywa Ijumaa kwa sababu alisema kulitokea emergency. Na mimi nilikuwa na maumivu sana, nikarudishwa kule leba nikakaa siku ya Jumamosi. Wakaniambia tena Jumamosi asubuhi tutakufanyia operation asubuhi sana. Ila hiyo siku ya Jumamosi pia haikufanikiwa. Basi na mimi nikasubiria, maana amesema listi yako ipo Jumatatu tena. Jumatatu asubuhi imefika,
Asubuhi wakaja wakaniandaa vizuri, ila imefika muda natakiwa niende kwa operation, akaja akaniambia eti kuna tatizo imetokea, kuna mtu mwenye pressure sijui mwenye nini anatakiwa aende haraka kwenye nani, kwa hiyo ni emergency. Nikawa najiuliza mimi mwenyewe, kwani mimi sio emergency? Siku zote hizo nimekaa na kanywa kwenye mkono na ile nani ya mkojo inaniumiza sana. Nikakaa pale mwenyewe na nungunika na nalia, sina la kufanya maana wenyewe ndo madaktari, sina la kuwafanya. Nikasubiria hiyo saa ya kwenda kwenye operation. Hiyo saa ya kwenda kwenye operation nikapelekwa. Nilipopelekwa kwenye operation, nikajifungua mtoto wangu wa kike. Daktari akanionyesha kabisa mtoto wangu wa kike. Sijaambiwa mtoto ana shida yoyote. Mtoto akaenda kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Alipopelekwa huko kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Mtoto akaenda akachukuliwa, maana mimi nilikuwa naendelea kufanya operation, nikatolewa. Sasa nimepelekwa kule na chumba cha kujipumzisha, maana nimetoka kwenye operation. Kuletoa mtoto kweli, alimleta mtoto wangu mara ya kwanza ile kuangalia vitenge sio vya kwangu. Nikamwambia mamangu, mbona hivi vitenge sio vya kwangu? Na mtoto kafunikwa vitenge ambazo sio vyangu. Daktari akaja akamchukua ile mtoto, nikategemea kwamba ataenda kuchukua vitenge vyangu kumfunika, ila amerudi. Naambiwa kwamba mtoto wako yupo kwenye chumba cha joto. Nikajiuliza mbona yupo kwenye chumba cha joto, hajanipa majibu, akawa anaendelea na kazi zao. Nimezungusha sasa nikana na uchungu, nipo odini, nasema mbona mimi silete mtoto wangu na kwenye odi nzima watoto wanao. Nikamwambia daktari, mimi namtaka mtoto wangu. Akasema hapo kwenye chumba cha joto. Nikasema hivi, mtoto wangu kwani alikuwa na mwanene? Akati sijaambiwa kule sieta anapofanya operation na mtoto wangu ni mzima kabisa na nililetea hapa. Asubuhi nikaamka nikaenda kule kwenye chumba cha operation kumwangalia yule mtoto, ni anaumwa mno, anahema sana. Nikamwangalia sura za mtoto wangu. Ilipofika asubuhi nyingine ambayo ni jana, akafa yule mtoto ambao alosingiziwa kwamba ni mtoto wangu. Yule mtoto alipokufa asubuhi akanifuata asubuhi. Mimi nilikuwa nimelala, maana sijisikii vizuri na matatizo ya mgongo. Wakaja kuniambia, "Embu dada, tenda ukamnyonyeshe mtoto." Nikamwambia hivi, "Nikamnyonyeshe mtoto gani?" Akasema, "Yule mtoto uliokuwa unaenda kumwona kule chini." Nikasema hivi, ngoja kwanza niende nikamwangalia, labda ipo kwenye hali mbaya kwa hali ya binadamu, kwa sababu mwenyewe ni mama, ngoja nikamwangalia tu yule mtoto. Daenda wakanikalisha chini, wananiambia mtoto kafa. Sasa mtoto kafa, wanakuja kuniambia mimi wakati yule sio mtoto wangu. Nikarudi kule odini, nikamwambia mama wangu akasema, "Wanakuambiaje hiyo historia kati mtoto yenyewe sio wa kwako?" Na kipindi kabla sijaenda huko odini, kuna mapolisi walikuja pale kutuchukua DNA wote watatu. Hao mapolisi wakasema kwamba wanapeleka kupima, maana hamna mtu atapoteza damu yake. Kwa hiyo tunaenda kuwapima DNA, tutarudisha majibu ndani ya siku 2-3. Sasa sijajua kama yamepelekwa kweli au la. Jana wakati nakaribia kutoka hospitali nikawaambiaje, kwa nini na hao wengine wasiwaache hao watoto hapo, maana hamna mtu anayejua mama ndo yupi. Ila sikusikilizwa. Kwa hiyo mimi naomba tu nirudishwe mtoto wangu. Mtoto wangu yupo na mtu huko, naomba tu nirudishwe mimi mtoto wangu jamani. Nisaidie tu nirudishwe mimi mtoto wangu. Sina naomba tu nirudishwe, nisaidie nirudishwe mtoto wangu, na mtoto wangu yupo amepewa mwanamke mwingine na nilikuwa naye pale hospitali. Ila hawataki kunisaidia, wale madaktari wa pale hospitali wanakuwa wanaendelea na mambo
wao, hawasikilizi wagonjwa wao pale, ni wanaendelea tu na mambo yao. Mimi naomba nisaidiwe katika hilo, nirudishiwe mtoto wangu. Nilimjua kwa sababu mtoto wangu mimi nilipomwangalia tu nikajua ni mtoto wangu, maana nilioneshwa kabisa jinsia mtoto, lakini kwenye mikono yake mimi najua mikono alama ya mtoto wangu, maana mtoto wangu hata yule wa kwanza ana alama huku, ana alama zangu zote, na namjua mtoto wangu. Mimi namjua mtoto wangu na najua mtoto wangu mimi najua kwa alama ya mikono ana alama kama za kwangu. Alikuwa na so amechanganya, maana wote walikuwa hawana zile nembo za mtu akijifungua, hawana zile kwamba mtoto fulani ni wa huyu, mtoto fulani ni wa huyu. Walikuwa watoto walikuwa hawana zile lebo za mkononi, maana mama akitoka kujifungua lazima mtoto aekewe lebo. Kwa hiyo ni rahisi kumchanganya mtoto, maana walisema walienda kumpima kilo, kwa hiyo akawachanganya watoto. Naitwa Sabrina Ndela Rubare, ni mkazi wa kata Daraja Mbili, pia mimi ni balozi. Siku ya Jumatatu nilipandisha Mount Meru hospitali saa 12, nikampelekea binti yangu maji ya kuoga kwa sababu aliambiwa ndo siku ambayo anafanyia operation. Baada ya kupata mateso makali kuanzia ile Ijumaa, alitakiwa kufanyia operation, wakawa wanamzungusha na catheter ile ya kutolea mkojo mpaka ikawa inatoka na damu. Naambia madaktari naomba basi mfanyie mtoto wangu operation, wakawa wanamzungusha, wanamshusha theater, wanamrudisha udini. Wanamshusha theater, wanamrudisha udini. Jumamosi hivyo akafanya. Jumapili nikaenda kulalamika pale customer care kwamba mtoto wangu anateseka udini, nitakuwa afanyie operation, lakini anasema mpaka asiwe awe kwenye list, lakini matron alisema afanyie kutokana na matatizo aliyokuwa nayo. Nikaingia, akaniambia yule mtu wa customer care, nenda kule udini, mtafute mganga wa zamu, mwambie kishindikana uje sisi tutakusaidia. Nikaingia kule udini, nikamkuta yule daktari. Ngambia daktari, mbona mtoto wangu hajafanyiwa operation? Akasema emergency hazijaisha, atafanyiwa kesho, ni mtu wa kwanza. Ilibidi ninyamaze sababu sikuwa na la kufanya. Basi Jumatatu asubuhi ndo nikawahi pale. Mtoto wangu akaambiwa ndo wa kwanza. Wakati anashushwa theater nikaambiwa nikachukue chai kwa sababu baada ya masaa 6 atakunywa chai rangi. Nikashuka nyumbani. Nimefika hapa nyumbani, mtoto akanipigia simu akaniambia mama, nimerudishwa tena udini, wamesema kuna emergency imetokea. Kwa kweli nilishtuka, kwa maumivu nilikuwa nimemwacha na mtoto wangu, ikabidi nipande vile vile. Nikaingia pale kwa walinzi, nikaingia kule. Nikamfuata, nikamuuliza daktari, nini tena kimetokea? Mtoto wangu nimemwacha, mmemwandaa, mmempeleka theater, mnamrudisha, alafu mnasema zile damu zilizomchoma sijui Jumaa nitazirudia kuzinunua. Akasema kuna daktari amekuja na mgonjwa wake from nowhere, amemuingiza mgonjwa wake kufanya operation. Kwa hiyo kwenye list mtoto wako ni wa kwanza, ila kwenye matibabu ni wa pili. Nikamwambia kwani mtoto wangu yeye sio emergency? Tangu siku zote hizo mnamtesa, binti yangu anateseka hapa hospitali. Akasema mama usijali, atafanyiwa tu. Kwa kweli niliona ni ugumu kuondoka pale, ikabidi nikae pale mbele ya theater pale, nimekaa chini. Wakati nimekaa chini pale kama dakika 20 au 25 nikasikia mtoto analia, nikasema Mungu asante. Akaja dada mmoja hivi amevaa nguo suruali ya sky blue na t-shirt kama ya yellow. Akaniambia mama unasubiri nini hapo? Nikamwambia mtoto wangu yuko kwa theater. Akaniangalia kwa makini akaondoka. Sasa sikutaka kujua mengi. Baadaye akapita nesi amemshika mtoto mkono mmoja na kitenge ambacho ni cha kwangu. Nikasema Mungu asante, huyo ndo mjukuu wangu. Akampeleka chumba cha mama wanapojifungulia. Baadaye yule nesi akarudi. Akatoka daktari mfupi akaniambia ndugu wa Neema, nikamwambia mimi hapa. Akaniambia njoo. Kuna hii pedi umeleta ni ndogo, tunataka ulete zile kubwa za matenti. Nikamwambia sawa. Ila tena tumpeleke mgonjwa wa udini. Nikamfikisha binti yangu akamweka kitandani, mimi nikatoka nikarudisha ile pedi ndogo pale duka la Mount Meru kwa nje, nikapewa kubwa. Wakati nakuja nikamkuta binti yangu amemshika mtoto. Akaniambia mama, nimepewa mtoto lakini nguo sio zile za kwetu. Na kweli nikiangalia kitenge sio cha kwetu. Nikamfuata muuguzi wa pale kwenye ile wodi ya wazazi. Nikamwambia sister, kuna mtoto wetu ameletwa lakini nguo sio za kwetu, zimebadilishwa. Ya kwetu ni kanga nyeupe na kitenge cha kijani. Hii hapa amefungiwa nguo chakavu. Akasema hiyo ni kitu cha kushangaza, ngoja nimuite aliyomleta mtoto. Akaitwa dada akaja, nafikiri anaitwa Glory.
Nikamwambia nesi, habari nzuri. Nikamwambia mbona umetuletea mtoto nguo za kwetu? Akasema kwani nguo zenu ni zipi? Nikamwambia kitenge kama hichi kilichotandikwa, na huwa kawaida unapomleta mtoto unaangalia kanga leo tandikwa kitandani kwa mama ndio unajua ni lebo ya mtoto aliombeba. Akasema nitakuwa nimejichanganya wakati na wapima. Sasa anaongea huko na wasiwasi. Kwa hiyo na mimi nikawa niko makini na watu nilikuwa nao wawili. Nikataka nijue huyu mtoto anamchukua anarudi naye leba au anaenda naye wapi. Alipotoka spidi akaenda hodi ya mbele. Alipofika hodi ya mbele akatoka akikimbia, anakimbilia usawa wa leba. Sasa ikabidi sasa sisi na wale watu wangu tumkimbilie, tunashangaa kwa nini anakimbia. Kuingia kule leba mahali watoto wanakowekwa, nikakuta watoto 3, lakini mmoja ana oksijeni puani. Nikamwambia hizo kanga zetu ziko wapi? Akasema mtoto wenu yule kule mwisho mwenye mashine. Nikamwambia umesemaje? Mtoto umemchukua odini sasa hivi ukasema umebadilisha nguo. Akasema wakati na wapima ndio nimebadilisha nguo. Nikamwambia isiwe kesi. Mtoto akitoka theater mama amejifungua kwa njia kawaida. Huo kuna zile zamani ni plaster wanavalishwa mikononi. Lakini sasa hizi mmekuwa ni kidigitali, kuna kitu kama bracelet vya mnavalisha watoto ambao vina jina la mama. Kaambia basi nionyeshe bracelet ya mtoto wetu ili nigundue ni mtoto wetu. Akasema nilisahau kuweka. Sasa unajiwaje huyu mtoto kwamba ni wa kwetu? Akasema huyo mtoto ndio wa kwenu kwa sababu alikuwa na shida kupumua kuhema. Nikamwambia mtoto umetoka naye udini. Spidi yako ulikuwa unakimbia mbio na mimi nakukimbiza ukakimbia ukamvutia oxygen hata hujaiwasha maana ifanye kazi. Mtoto anaema haraka haraka. Huyu mtoto ni wa nani? Akasema nilichanganya wakati na wapima. Nikamwambia mtoto ana kilo ngapi? Akasema ana kilo 3.1. Nikamwambia basi ili nijiridhishe sasa kama unasema mtoto anayeumwa ni wa kwetu, mpime. Anamweka na vitenge. Nikamwambia tangu lini mtoto akapimwa na kitenge na kanga? Mtoe nguo zote mpime kama alivyozaliwa ili nijue ni mtoto wetu. Yule mtoto akawekwa kwenye mzani, ana kilo 2 na gramu 285. Nikamwambia nesi huyu mtoto sio wa kwetu. Akaniambia mtoto ni wa kwetu. Mimi siongei kama mwanasiasa, naongea kama mwanasayansi. Nikapiga ukunga pale. Nesi mwingine akatokea kwa pembeni, anambia wewe mama kwanza huna dini wewe. Wewe umepoa mtoto siondoke. Nikamwambia nitamchukuaje mtoto ambaye sio alikuwa pale udini, mtoto wetu kabisa anafanana na mtoto wangu. Akasema mtoto ndo wa kwenu. Nikamwambia mama sitanyamaza kwa hili. Akasema kwani tumekupa mtoto siondoke? Nikamwambia na huyu mtoto mnasema anapumua vibaya, ilikuwaje mmemchukua udini mnatupa sisi na toa kwetu? Akasema huyu mtoto ndio wa kwenu. Nikapiga ukunga pale, akaja huyo daktari wakaniweka kikao pale. Wakaniambia mama tuongee taratibu, usiongee kwa nje watu wasikie. Nikamwambia mimi siwezi kuongea taratibu, naomba ni mjukuu wangu. Tangu mmemtesa mtoto wangu hapa udini amekaa siku ngapi nataka kufanya operation na mje mfanyia. Leo mnaniambia tu mimi nyamazi. Nikapiga pale ukunga. Wakaniambia hata ukienda popote utasaidiwa. Nikatoka pale ndani leba, nikatoka nje nikaangalia karatasi ile kwa mlangoni, nikaona namba za mganga mkuu Fawidhi. Nikampigia. Nikamwambia daktari samahani, niko hapa leba na shida tumebadilishwa mtoto. Akasema nakuja. Baadaye wakaja wamama wawili, mmoja mweupe na mmoja amevaa nguo za kireo, mmoja ni sister anaonekana ana cheo. Akaniambia mama nini? Nikamsikiliza. Akaniambia mama kwani mtoto akinyea mkono unaukata? Nikamwambia yeye inawezekana ukaukata kama ni mtu ambaye amekunya mavisi sahihi. Akaniambia mama huyu dada tu amepitiwa. Nikamwambia msiambie kama vile nimedondosha simu kioo kimepasuka nimsamee, naombeni mjukuu wangu. Anasema tu msamee ni zola kujichanganya. Nikamwambia sasa hapa mtoto wetu ni upi? Sababu watoto wako 3 wakutu ni upi? Akasema mtoto wenu. Anamuuliza sa Glory mtoto wao ni upi? Ni ule kule. Nikamwambia mtoto wetu ni huyu ule mleta na kanga ambao sio. Akasema huyo sio mtoto wenu. Nikaona tu ananizungusha hapa ananibembeleza msamee. Wakashuka huko chini wakaja wakaniita unaitwa. Nikaingizwa kwenye ofisi. Kuna kibao kimeandikwa Dr. Alexia Rasto. Kakutana na huyo daktari. Akaniambia mama pole sana, najua tumekukosea, mtoto wako kuchelewesha kufanya operation na huyu mjukuu si kupotea na nini, lakini mama ile swala ni kubwa sana, kwa naomba tuliongee tuliishi hapa. Tuliishia hapa pa alitafika mbali. Nikamwambia tuongee iliishia hapa aje. Nipende basi wa mjukuu ili mimi na mimi nyamaze. Akasema ni kweli dada amekosea, lakini mimi sasa kisayansi ningeenda kumwangalia yule mtoto nitamjua. Nikamwambia watoto wanajulikana kwa macho au kwa vile vibracelet wanazovalishwa mkononi. Akasema mimi nikiangalia tu nitamjua. Nikamwambia hapana, kaniambia basi naomba swala alishia hapa. Nikamwambia mimi sitonyamaza. Akanyanyuka tukaenda mpaka kwenye odi mtoto alipo amewekewa oksijeni kule kwenye chumba cha joto. Akaniambia kwani wewe si mtu mzima? Nikamwambia mimi ni mtu mzima, sio mwanasayansi, mimi si mwanasiasa. Huyu mtoto ni wanani? Kabla mtoto sio wa kwetu, sio yule ambaye tuliletea udini. Tukatembelea watoto wote wale. Lakini sasa tukifika watoto wengine aniulizi mtoto wenu ni yupi? Wanapotezea. Tukarudi.
Kwa sababu wakati naenda pale hospitali kikweli sikuwa na hela, nilikuwa na barua ya mwenyekiti Masudi Sasungwa na mwenyekiti na mtendaji wa kata kwamba mtoto wangu kwa sababu ni mzazi wa mama na mtoto asaidiwe. Nilifukuzwa kama mbwa, nikaingia hadi ustajemi wakanifukuza. Kwa hiyo mimi sikuwa na hela hata shilingi 10, ndio maana mtoto wangu alikuwa ananyanyaswa. Nikampigia shehe mmoja anaitwa Kasim Matinga, ndio akatuma hela kwa control number. Wameniandika hivyo vifaa nusu. Wewe baba akatuma nikaenda kuonesha hivyo vitu. Nikamwambia daktari, mnanisumbua. Ndio maana hata mgonjwa wetu mwingine tulimletaga hapa anaoza tu miguu ametoka hapa, tumelipa zaidi ya milioni. Kwa nini mnatufanyia hivi? Akasema mama najua una machungu, lakini naomba tu tuongee hapa sifike polisi. Nikajiuliza kwa nini daktari anajiamini kusema sifike polisi eti nimsamee huyo Glory eti amekosea. Msamee mama, tutakurudishia gharama zako zote ulizozilipa. Nikamwambia mimi siwezi kusamee, namtaka mjukuu wangu. Akaniambia una ndugu? Nikamwambia na kakaangu. Anasema nilikuwa nataka tuongee. Nikaona sema mbona kuja kuongea, mtoto amepotea ni wa nani? Wananiza mama una moyo mgumu, mbona ndiko kumwangalia mtoto? Nikamwambia sisi kumwangalia mtoto ambaye mimi sio mjukuu wangu. Kwa hiyo mtoto jana asubuhi akamwamsha mtoto wangu akamwambia twende ukamnyonyeshe mtoto. Badala ataangelisubiri kwa kumwonea huruma na kidonda, wanaenda kumuonyesha mtoto aliyekufa. Na baba sana kwa baba Samia Makonda mkuu baba tusaidie mshogambo tumanyanyasa. Bauti wao wametubadilishia mtoto waziwazi na atakuwa wanajiamini na bado mtoto yuko pale. Nimeenda kwa Fande Maeta amenisaidia, anatumani maskari kule Montimeru. Anatuma Montimeru maskari wamechukua DNA, lakini mtoto hatuna mtoto na mama. Mkuu tusaidie mtoto wangu. Mtoto wake yuko pale udini. Wamesema sitasaidiwa popote. Na nikitoka kwenye viongozi wa habari nitaharibu shahidi. Mimi naomba mama Rais Samia Suluhu Hassan, mkuu wa mkoa Makonda, mshauri hapo mbunge wetu, mtoto wangu ana mtoto basi wanamwagika chini. Glory Wenesi, Glory Dr. Mapunda, unamfanyia mtoto wangu operation. Naomba ni mtoto wangu mimi. Mtoto wangu ameenda kufanya nini Montimeru? Ameenda na tumbo, amerudi bila mtoto. Naomba msaada waandishi wa habari, nifikishieni salamu zangu kwa mama Samia. Tunateseka Montimeru hospitali, na sio mtoto wangu tu, na ushahidi mwingine wa mgonjwa ambaye pia amefariki jana. Naomba msaada waandishi wa habari, nyende sauti yetu. Hatujamchukua kwa sababu sio mtoto wetu yule. Wenyewe wanalazimisha, wanasema wameangalia kwa macho, sio wanasiasa, wamesomea sayansi. Na wakati watoto walikuwa hana alama yoyote ile. Na wakati naingia kule leba watu walikuwa hana alama. Ule nesi kwa kujua uzembe wake akaanza kuchukua viplasta anabandika kwenye kanga, wakati kuna zile bracelet za kuvaa mkononi. Wanasema tumalize kesi ya kina Montimeru, baba amemficha mtoto, tunamuomba mtoto wetu sisi. Mtoto alokuwepo kwa Mariam ndo ni mtoto wetu, kwa sababu alama za mikono zinafanana na za kwetu, na watoto wangu wote hata nikiwapiga picha kwenye alama zao za mikono na miguuni vinaonekana. Na alijifungua sikio, lakini kutokana na uzembe wa yule nesi anaitwa Glory, si alikuwa hajawavalisha vialama, atakuwa tu amewachanganya. Na wakati tunapoingia pale leba, yule mtoto anaonekana alikuwa ametoka kuzaliwa muda huo, sababu alikuwa kichwani bado mbichi afu mchafu. Na wakati mtoto wangu alijifungua
saa ngapi ile saa 6 kasoro. Sasa jiulize, mtu alofanywa operation saa 6 kasoro, mtu alofanywa saa 7 na yule dada alojifungua sijui saa 7, wale watoto walikuwa wanarundikana kule kufanya nini? Wakati mtu akitoka theater dakika ile anapewa mtoto. Watoto walikaa kule leba zaidi ya masaa 2 walikuwa wakifanya exchange kutubadilishia mtoto sisi. Yaani sio aliondoka kwa kutembea, alitoka anakimbia ni kama yuko gwaride. Kwa hiyo nikabidi niombe watu msaada, kwa nini ananikimbia na nichenga chenga mpaka kukimbia leba, ikabidi tuingie naye na sisi huko leba hadi tukashikana, niliondoka hadi nikazimia kule ndani. Nini kilikuwa kinaendelea? Kwa sababu nimeanza kupata wasiwasi tangu ile mtu wakati nimekaa pale nje ya theater anauliza mama unafanya nini hapo? Wakati watu wote ndugu zao kiwa theater wanasimamaga hapo nje. Kwa nini mimi nikafuata kuuliza unafanya nini hapo? Na kwa nini wakati nimemuingiza mtoto wangu wodini wakajifanya kunituma zile maternity zile pedi? Si wangeacha tu mimi ningemwenda si mtoto wangu. Kwa nini walinituma? Ina maana walitumia ule muda wa distance ya mimi kutoka pale ili wafanye walichokuwa wanafikiria. Walichukua vidude fulani kama vistiki vina pamba, wakachukua mate. Na mganga mfawidhi na ni wake, lakini mganga mkuu wa Mount Meru jana wakati nilikuwa naenda kumtafuta mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndo nilikutana naye pale kwa mkuu wa mkoa. Nikamwambia, kaniambia kesi yako unaijua mama, tutaifuatilia. Lakini sasa ndo nikawa najiuliza, namuuliza mkuu wa mkoa, au wanaochukua DNA ndo au maskari au ni mtu anatoka kwa mkemia? Walochukua sample za DNA ni maskari polisi. Mimi nilikuwa nategemea labda mtu atatoka kwa mkemia au walioonyeshwa kwenye magazeti ya serikali kwamba wanaruhusu kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo naweza tukaletea hata majibu mengine ambayo mimi sina imani. Kwa sababu niambiwa nikienda popote sitosaidiwa, lakini kwa vile mkuu wetu wa mkoa ni mtu wa dini na mama yetu Samia Suluhu Hassan ni mtu wa dini na mbunge wetu Mrisho Gambo, naomba tusaidie kufuatilia hili hapa.